Imani hiyo nimeilinda na nitaendelea kuilinda. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ziara aliyoifanya kwenye mkoa wetu na jimbo langu. Ziara zote ambazo amekuwa anazifanya Waziri Mkuu ni ziara zenye tija, zenye maagizo, na unaona faida ya ziara anazokuwa anazifanya. Kwa hiyo upande wa kumsaidia Mheshimiwa Rais na yeye kama mtendaji mkuu wa serikali, kiukweli viatu hivyo vimemtosha na amevitendea haki, na ameitendea haki nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mema mengi ambayo yalifanyika kwenye ziara yake, nina mambo machache ya kushauri. Kabla sijaenda kwenye kushauri, jana amekamatwa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, amekamatwa Ruvuma. Tungependa serikali, kwa kuwa yule ni kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani, taarifa za kukamatwa kwake na sababu ziwekwe hadharani, wa Tanzania wazijue, na haki itendeke kama Mtanzania mwingine. Taarifa Mheshimiwa. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa Mheshimiwa mdogo wangu Kenan, mbunge wa Nkasi. Kwa kweli ningekuwa mimi nafasi yako, nisingesimama kumsemea kiongozi asiye na heshima kama yule. Nisingethubutu. Kiongozi huyo nawe muite wewe ni kiongozi. Mimi nimemshangaa. Yaani badala ya kuongea na wananchi mambo ya msingi, ameenda kupeleka matusi na kuwadharau wananchi wa Nyasa kwa kuwasemea matusi ya viongozi wao. Akome kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Aida Kenan, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Manyanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge, na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niendelee. Endelea na mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengi yaliyofanyika na serikali, nina ushauri kwenye mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana, mwaka juzi tumezungumza juu ya usafiri wa Ziwa Tanganyika. Tumelisema kwa kina kwenye vitabu tunasomwa kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Tanganyika, uwekezaji ambao serikali imeweka kwenye bandari, hakukuwa na sababu leo tuzungumzie ukosefu wa usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawezaje kuwekeza bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari ya Kipili, bandari ya Kalema, alafu usafiri haupo kwenye Ziwa Tanganyika? Tulitaka kuachivu nini kwenye hizo fedha tulizowekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri wangu, MV Liemba ni meli ambayo imeharibika muda mrefu sana. MV Mongozo, sababu zake ukiziona, hakukuwa na sababu ya kukaa zaidi ya miaka 8. Leo tuitegemea wananchi wa mkoa wa Rukwa. Kwenye hotuba yako ambayo inatoa mwelekeo wa nchi, tujue sisi Wanarukwa ambao tunaamini uchumi wetu unatokana na mazao tunayolima, ikiwemo mpunga na mahindi. Watu wa Kongo wanategemea mazao kutoka Tanzania. Tunasafirisha kwa njia gani? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo kumekuwa na changamoto kubwa. Kila siku tunapoteza ndugu zetu kwa usafiri usiokuwa rasmi. Tunawezaje kupeleka meli mpya, iwe ni 2 au 3, kwenye ziwa moja, wakati Ziwa Tanganyika ambalo tungewekeza kwa kina ingesaidia uchumi wa mkoa, lakini uchumi wa taifa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kutueleza habari tu ya ukarabati kuchukua muda wote huu, naamini Wanarukwa hatujatendewa haki. Na tumechoka kulia juu wananchi wetu kupoteza maisha, biashara wanazozifanya kwa usafiri wanaotumia. Natamani kwenye hitimisho lako utueleze Wanarukwa, Kigoma na Katavi hatima ya usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Meli mpya ni lini tutapata, lakini hizo za ukarabati tu ni lini zitakamilika, ili tuweze kuinua uchumi wetu wa mkoa wa Rukwa. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti,
ni swala la uanzishwaji wa mamlaka za kiutawala. Hili jambo imekuwa kama favor hivi. Hili liko kwa mujibu wa sheria. Nimelisema leo wakati naulizwa swali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimesema hivi, tume kutoka TAMISEMI 2013 ilifika Nkasi. Wakaangalia vile vigezo vyao vyote 13. Wakasema tumekizi vigezo. Nini kinatokea leo? Mpaka nazungumza mara kadhaa. Wananchi wa mamlaka mji mdogo na Manyele upande wa TANESCO badala ya kulipa 27,000 wameingizwa wanalipa 320,000. Kwa nini? TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Kwa hiyo huku wanahukumiwa wakati huku mmeshindwa kutimiza wajibu wenu. Kwa nini tunawatia kwenye maisha magumu bila sababu? Ndio maana nasema kama tunasema bado tunaendeleza yale maeneo tulianzisha huko nyuma, tufute kwanza hizi mamlaka mpaka tutakapojiandaa. Wasiendelee kuhukumiwa kwenye hili jambo. Ukiwaangalia maisha yao ni ya kawaida, lakini TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Na hili eneo sio na Manyele tu. Niwaombe serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishaleta mpaka kwako document ikiwa imekamilika. Tume mlizoziandaa zimekuja kule. Kama hatujaamua leo kutoa halmashauri ya mji wa Manyele, tukafute ile mamlaka mji mdogo waendelee kuishi kama zamani, ili tuache kuimba huu wimbo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza haya, pamoja na kwamba lipo kisheria, nakubaliana kwamba kuna maeneo ambayo lazima waendeleze au majukumu mengine ya kimaendeleo. Sasa kama ndivyo, kipaumbele chetu ni nini kama taifa? Hebu afikiri, mkoa wa Rukwa kutoka mwaka 1984, kaangalieni halmashauri ziko ngapi? Mbona wengine wana halmashauri nyingi alafu na nini chache? Mikoa mingine mnaionaje? Tunaamini kuanzisha hizi mamlaka ni kupeleka huduma kwa Watanzania. Sasa kama kuna shida imejitokeza hivi karibuni, kwanza sheria yenyewe ile tuibadilishe ili tujue kwamba saa hizi kuongeza maeneo ya kiutawala ni favor au mtu amue tu kwamba inakaaje. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine, natambua jitihada za serikali upande wa kilimo. Na eneo hili limefanya vizuri sana kwa kuongeza bajeti, lakini hata utendaji wake. Leo wakulima baada ya kuweka ruzuku kwenye mbolea wameongeza tija sasa kilimo chao. Nataka kushauri jambo moja hapa. Mwaka jana wakati amekuja Mheshimiwa Rais kwenye jimbo langu, alisimama kama kiongozi wa nchi na kusikiliza kilio cha wananchi. Nikamweleza juu ya changamoto ya bei, aliongeza bei pale. Sasa hatuwezi kuwa tunasubiri mpaka aje kiongozi ndio tuzungumze changamoto ya bei. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua kila mwaka lazima tuje kwako. Kuna changamoto ya bei ya mahindi. Sasa waziri wako wa kilimo anafanya kazi nzuri. Mbolea imekwenda, watu wamezalisha. Tunachotaka ni uhakika wa masoko ya wananchi wetu. Na sasa tunaenda kwenye msimu wa mavuno. Mvua zinaendelea. Kwa hiyo mazao yataharibikia shambani. Ni wajibu wa serikali kuona namna gani inakwenda kumkomboa mkulima kama ilivyodhamiria kwa kuweka ruzuku kwenye mbolea. Jambo ambalo naweza kulishauri ni kwamba Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, kwa sababu unamsaidia Waziri Mkuu na serikali kwenye eneo hili, ni kipindi ambacho wakulima wengi wanatamani kutoka kuwa wakulima wadogo kwenda kuwa wakulima wakati au wakulima wakubwa. Angalieni namna ya kuwakopesha hizi mbolea waje walipe kulingana na kilimo ambacho wanakipata. Wasikose haki ya kupata mbolea kwa sababu hawana fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa muda ulionipatia. Asante. Asante sana Mheshimiwa Aida. Nimwite sasa Mheshimiwa Hamida Abdalla, atafuatiwa na Mheshimiwa Isa Mtemvu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na mimi niendelee kuungana na waheshimiwa wabunge wenzangu kwanza kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwasilisha hotuba yake nzuri yenye kurasa zaidi ya 100 hapa bungeni, lakini ni hotuba ambayo imesheheni mambo mbalimbali ya maendeleo katika nchi yetu. Na kupongeza na kutakia kila laheri katika majukumu yako. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kila mbunge aliyesimama hapa bungeni ameendelea kumpongeza kwa uwajibikaji wake katika serikali hii ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi ndugu zako Wanalindi tunapata